Tarehe 2 ya mwezi wa 4 2026. Karibu sana mtazamaji wa SQF TV, tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo. Kwa Mipendo Gorton. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amemjibu swali la mbunge wa Tunduru Kaskazini kutoka chama cha ACT Wazalendo Ado Shaibu, ambaye amehoji serikali inachukua hatua gani kukabiliana na athari zinazotokanazo na kuendelea kwa vita Israeli pamoja na Iran. Ado Shaibu amesema matokeo ya vita hivyo yatasababisha mtikisiko katika usafiri, shughuli za madini na kwenye masuala ya bima, hivyo kaomba kutambua mkakati wa serikali kama imeshaanza kuchukua hatua mbalimbali. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Ado Shaibu Ado. Mheshimiwa Spika, ninakushukuru sana kwa kuniona. Mheshimiwa Spika, vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati vimeleta madhara makubwa sana kwa uchumi wa dunia. Ukiacha suala la kupanda kwa bei ya mafuta ambalo umeshalitolea mwongozo jana, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba vita hii ina matokeo makubwa sana yenye athari hasi kwenye biashara ya kimataifa, kwenye sekta ya bima, kwenye sekta ya uagizaji wa bidhaa muhimu, kwenye biashara ya madini, kwenye usafiri wa anga wa kimataifa. Hii maana yake ni kwamba Tanzania haiko salama. Swali kwa Waziri Mkuu, nataka kujua ni kwa namna gani serikali imefanya tathmini juu ya athari ya vita hivi kwa mipango ya kiuchumi ambayo tunaendelea nayo na mingine tutaipanga hivi sasa na hatua ambazo imejipanga kuzichukua. Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, ni mpongeze pia Mheshimiwa mbunge kwa kuwa mfuatiliaji wa masuala yanayoendelea duniani. Ni kweli vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati na vilivyotangulia huko Ulaya ya Mashariki ni tatizo kwa dunia nzima, itakuwa na madhara kwa dunia nzima. Na Tanzania sio kisiwa, ni nchi ambayo inategemeana, inafanya biashara, inafanya mawasiliano, lakini pia na mashirikiano na nchi zote duniani. Serikali imekwisha kufanya tathmini ya awali kupitia sectors mbalimbali, ndio maana tumeweza kupata maoteo kwamba kutakuwepo na mabadiliko ya bei katika baadhi ya shughuli zetu za kiuchumi, ikiwemo la awali kabisa ambalo limeshajitokeza la kupanda kwa mafuta, lakini na mengine kama ambavyo Mheshimiwa mbunge aliyoyataja yakiwemo ya bima, lakini kutakuwepo pia na matatizo yatakayojitokeza yanayohusiana na matatizo kwenye masoko ya fedha kule duniani ambako sekta binafsi na serikali tumekuwa tukitumia kama chanzo cha kupata. Jeshi la polisi nchini Tanzania limesema limejipanga vyema kuanzia ngazi ya kata na kwa kushirikiana na kamati za ulinzi na usalama kuhakikisha kuwa usalama na utulivu unadumishwa wakati wote wa kipindi cha kuhitimisha mfungo wa Kwaresma na sikukuu za Pasaka kwa waumini wa dini ya Kikristo wakati wote wa ibada kanisani na majumbani mwao. Taarifa msemaji wa Jeshi la Polisi Naibu Kamishna wa Polisi DCP David Misime kuhusu kuimarishwa kwa hali ya usalama kuelekea sikukuu za Pasaka iliyotolewa leo Alhamisi 2 2026 kwa vyombo vya habari. Jeshi la Polisi linaendelea na majukumu yake ya msingi kwa mujibu wa sheria na kutokana na ushirikiano wa wananchi na wadau wengine katika kubaini na kuzuia uhalifu. Hali ya usalama nchini ni shwari. Wiki hii waumini wa dini ya Kikristo wameingia katika kipindi ambacho watahitimisha mfungo wa Kwaresma, ambapo utafuatiwa na sikukuu za Pasaka. Ukamilishaji huo wa mfungo wa Kwaresma na sikukuu hizo za Pasaka huambatana na ibada za mchana na nyingine hufanyika usiku. Jeshi la Polisi limejipanga vizuri kuanzia ngazi ya kata, ikiwa ni pamoja na kushirikiana na kamati za usalama katika nyumba za ibada kuhakikisha wakati wote, hasa ibada zitakazofanyika usiku, usalama unakuwepo wa kutosha ili watakao kwenda kushiriki
waweze kushiriki na kurudi salama. Pamoja na hakikisho hilo, Jeshi la Polisi ningependa kutoa wito kila mmoja wetu wakati wa ibada na sherehe hizo za Pasaka, tunapotoka majumbani mwetu, tuhakikishe makazi yetu tunaacha uangalizi kwa ajili ya usalama. Aidha, kama tutaruhusu watoto wetu kutoka kwa ajili ya kwenda kusherehekea sikukuu maeneo stahiki na salama, kila mmoja hakikishe wana uangalizi wa mtu mzima na mwenye akili timamu. Pia tunatoa wito kila mmoja wetu kuzingatia sheria, kanuni na ishara za barabarani ili kuepuka ajali zinazotokana au zinazosababishwa na uzembe pamoja na kuendesha chombo cha moto katika hali ya ulevi. Aidha, tukumbuke kuchukua tahadhari kipindi hiki ambacho mvua zinaendelea kunyesha. Tuache na kujiepusha na tabia za kupita sehemu ambazo maji mengi yametuama au yanayotiririka na inaonekana wazi ni hatari kuvuka. Tunarudia tena kutoa tahadhari hii kwa sababu tumeshuhudia baadhi ya Watanzania wenzetu wakipoteza maisha walipojaribu kuvuka sehemu hatarishi ambazo zimejaa maji na yanayotiririka. Wengine walikuwa wanatembea kwa miguu na baadhi wakiendesha vyombo vya moto. Tumeshuhudia pia watoto waliopoteza maisha kutokana na kusombwa na maji na wengine kutumbukia kwenye mashimo yaliyochimbwa na kuachwa wazi. Wazazi au walezi wanapewa tahadhari kuwalinda watoto dhidi ya madhara kama hayo, na wale waliochimba mashimo na kuyaacha wazi wayafukie au yafunike kuepusha madhara kwa watoto. Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA kupitia idara ya upelelezi kodi kanda ya Kusini imewafikisha mahakamani washtakiwa wawili wakazi wa kata ya Mfaranyaki manispaa ya Songea mkoani Ruvuma wakikabiliwa na jumla ya makosa 8 ya ukiukwaji wa sheria za kodi. Akitoa maelekezo hayo kuhusu kesi hiyo, wakili wa serikali mwandamizi kutoka TRA Medarakini Emmanuel ni wakili wa serikali mwandamizi natokea Mamlaka ya Mapato Tanzania. Katika mahakama ya wilaya ya Songea tumewafikisha washtakiwa wawili wanakabiliwa na makosa 8, ambapo makosa 3 ni makosa ya kukutwa wakiwa na bidhaa zinazopaswa kulipiwa ushuru wa bidhaa zikiwa na stampu za elektroniki bandia ni ambayo ni kinyume na kifungu cha kanuni ya 36 ya ELO ya Electronic Tax Stamp ya mwaka 2018, na bidhaa hizo walizokamatwa nazo ni pombe kali aina ya Lion Spirit. Lakini kosa lingine ni kosa la kukwepa kodi kwa udanganyifu ambayo ni kinyume na kifungu cha 84D cha sheria ya usimamizi wa kodi ya mwaka 2019 kwa kitendo chao sasa hichi cha kuweza kubandika stampu ambazo ni bandia kwenye hizo pombe ambazo zinatakiwa kupaswa kulipa ushuru wa forodha, lakini pia kwa kuzalisha pombe hizo pasipo na kibali cha kamishna mkuu. Kosa la 8 ambalo ni kosa la uhujumu uchumi ni kosa la kuisababisha mamlaka ya mapato hasara ambao ni kinyume na aya ya 10 na jadala la kwanza la sheria ya uhujumu uchumi na makosa ya kupangwa ya mwaka 2022, kwa sababu kitendo chao hicho sasa cha kuweza kukwepa kodi ya serikali ndicho ambacho kimesababisha washtakiwa kwa kosa hilo. Katika mahakama hii ya leo wamesoma makosa yao yote 8 na hakupaswa kukiri kwa sababu mahakama kwa sasa haina mamlaka, na kesi imeahirishwa mpaka tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 2026. Tumefanikiwa kumfikisha mtuhumiwa ambaye mwaka jana mwezi wa 9 hivi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama tuliweza kukuta amezalisha pombe kali. Tulikuwa na katoni ambazo zilikuwa zimeshatengenezwa na tayari kwa kuuzwa karibu 800 hivi, ambapo kodi tu ya ushuru wa stamp ambayo ingepotea kutokana na hiyo kodi ilikuwa haipungui milioni 11 kama angeweza kuzifikisha kwenye soko na kuziuza. Lakini pia kiziangalia sana hizo pombe hazina kibali cha viwango kwa maana ya TBS. Kwa hiyo tuna wasiwasi hata vile kungeweza kuleta madhara kwa watumiaji kama
zingeweza kuingia kwenye soko kwa sababu hazikuwa zina kibali halali cha TBS. Niseme tu kwamba mamlaka tumejipanga, na niwaonye wale wengine wote ambao wana mawazo kama hayo ya kuendelea kuzalisha au kutumia stika feki kwenye bidhaa zao, kwamba tuko macho, tutahakikisha tunawatia nguvuni na kuhakikisha kwamba sheria inafuata mkondo. Kwa hiyo niwaombe watu wafuate sheria ili haya madhara ambayo yanaelekea kumpata huyu mtu yasije wakapata wao, kwa sababu ni kosa la kisheria na mtu anastahili kuadhibiwa kwa mujibu wa makosa aliyofanya na kwa mujibu wa sheria. Kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Tabora imetoa mbuzi 4 kama zawadi kwa mashindano ya michezo yanayoendelea katika gereza kuu la Uyui lililopo wilayani hapo mkoa wa Tabora, ikiwa ni njia ya kuhamasisha ushiriki, nidhamu, mshikamano na kuimarisha afya za wafungwa na mahabusu. Vile magereza yamewakabidhi madaftari kwa ajili ya kusaidia shughuli za kielimu. Msingi leo tumefanya ni tukio tunasema ni matendo ya huruma, na mara nyingi kuna kuoga na ile dhana ya kwamba matendo ya huruma yatangazwi, lakini sisi tumefanya hivi kwa sababu pia kuhamasisha na wengine. Tumeanzia pale kwenye gereza la Uyui ambapo tulipoenda kwa mara ya mwanzo wakati wanafanya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia na Kwaresma. Tulienda pale walikuwa wametuandikia barua ya kutuomba tuwapelekee iftari. Kwa hiyo tulienda nafikiri mwezi uliopita kuwapelekea iftari ile ambayo walikuwa wametuomba kwa maana ya kamati ya usalama hii, lakini kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Kwa hiyo tulipokwenda kuwapelekea, bahati nzuri tulipata fursa pia kuzungumza nao. Katika mazungumzo yao wakawa wametuomba kwamba pia tuwapelekee sasa, kwa sababu kule ndani pia wanafanya michezo mbalimbali, kwa maana mashindano ya michezo mbalimbali ya mpira wa miguu lakini na ngoma. Kwa hivyo wakatuomba kama tuwapelekee kitu kama hamasa ya kufanya ile michezo yao iweze kwenda vizuri. Lakini pia nao ni namna ya kusherehekea sikukuu ambazo ziko mbele yetu, kwa maana ya Idi pamoja na Pasaka. Kwa hivyo leo tulienda kwa ajili ya kuwakabidhi kile ambacho walituomba. Tumepeleka pale mbuzi 4 ambao walikuwa wameomba sasa kwa ajili ya mashindano, lakini pia tumewapelekea madaftari pamoja na kalamu ambao ni miongoni mwa vitu ambavyo walituomba kwamba wakiwa mule wapo wenzao ambao pia wanajifunza ambao hawajui kusoma na kuandika. Kwa hiyo kwa sababu wapo wengine ambao wana taaluma hiyo, kwa hiyo wanatumia muda huo badala ya kukaa tu pamoja na mafunzo wanayopata urekebisho, lakini pia wanapata muda wa kujifunza. Kwa hiyo tumewafanikiwa kuwapelekea madaftari pamoja na mbuzi kama nilivyosema ambao walituomba. Lakini pia leo tukaona basi tutumie fursa hii pia kuwatembelea watoto wa kituo hiki cha Igambilo. Kama mnavyofahamu ni kwamba kituo hiki kilipata changamoto ya madhara ambayo kilipata changamoto ya kuungua moto, na kuna watoto takriban 5 walipoteza maisha hapa. Kwa hivyo kwa kushirikiana na wadau, siku ile ya changamoto tulifanikiwa kuchangisha, tulipata na sisi tulitoa michango yetu, lakini na wadau wengine walishiriki kuchangia, lakini pia baadaye wakati wanaendelea walipata pia mfadhili ambaye alisaidia katika ujenzi ama ukarabati, kwa maana ujenzi mpya wa ile hostel ambayo ilipata madhara. Kwa hivyo ilikamilika na tayari walishahamia hapa. Na wakati wanahamia tulipata taarifa, kwa sababu sisi ndio tuliwahamisha kutoka kwenye kituo hiki kuwapeleka kwenye makao mengine, na tulikuwa tunafuatilia hatua kwa hatua utekelezaji wa mradi huu kupitia kwa maafisa mbalimbali na wataalamu ambao tuko nao, ili kuona changamoto iliyotokea mara ya kwanza isiweze kujirudia tena. Na kwa bahati nzuri baada ya ukaguzi ambao ulifanyika ikabainika kwamba wamejenga katika viwango vinavyotakiwa na zile tahadhari zote za usalama zimezingatiwa. Kwa hivyo ndio sasa tukatoa kibali ili waweze kurudi mahali hapa. Kwa hiyo leo ilikuwa ni namna ya kuja kuwatembelea tu kuhakikisha kwamba watoto wetu wako salama, wamerejea kwenye mazingira mazuri na kuwapa salamu. Lakini kama ilivyo ada kwamba tuliona tusije pia mikono mitupu, kwa sababu tunajua pia mbele yetu kuna sikukuu zinazokuja za Pasaka. Tukaona sio vibaya tuwaletee japo kitoweo hata kidogo, ili na wao basi iwe ni alama kama mzazi umekuja kumtembelea mtoto, basi usije mikono mitupu. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga, Rajabu Abdulrahman, ametoa wiki moja kwa halmashauri ya jiji la Tanga kuhakikisha inasafisha soko la Mgandini ili liwe katika hali ya usafi. Agizo hilo limetolewa wakati wa ziara yake alipotembelea soko hilo lililopo katika kata ya Mwanzange. Pamoja na kwamba mna changamoto ya kibiashara, nimepeleleza mnalipa ushuru, hamjaacha kulipa ushuru. Kilichonileta hapa kwamba nyinyi mnalipa ushuru lakini soko hili ni chafu. Sasa lazima jiji watueleze fedha zenu mnazitoa kwa ushuru wanapeleka wapi? Maana hakuna haki bila wajibu. Nyinyi ni haki yenu kudai huduma nzuri kutoka jiji kutokana na soko hili, na mnadai haki hiyo baada ya kuwa mshatekeleza wajibu wenu wa kulipa ushuru. Mkurugenzi kwa wapi?
hospitali. Mkurugenzi tulikuwa naye toka asubuhi kwenye ziara, lakini hapa Nambaa sasa hivi hayupo. Inawezekana najua kinachoendelea hapa. Katika swala la choo, mheshimiwa mwenyekiti, ni juzi tu tumetoa shilingi milioni 32. Sasa hivi wanatafuta mkandarasi kwa sababu ya kujenga choo kile. Mkandarasi wa kujengea. Haya mambo ya babelishani. Nyinyi kama mnajua hapa choo hakuna, pana tatizo la choo, si mkajenga kwa njia ya force account tu hapa. Mkanunua vifaa mkajenga wenyewe, wananchi wakaondokana hii adha. Maana mkandarasi mpaka ajaze tenda, na sio peke yake manake. Mje mfungue tenda mwezi mmoja si miwili hiyo. Baada hapo muangalia aliyeshinda nani, muandikane mkataba. Hapo tafika mwezi wa 12 mwaka huu jua. Tupokee maelekezo mheshimiwa mwenyekiti. Maelekezo yangu nao yatoa. Hakikisheni ndani ya muda mfupi, kwa ninavyojua nyinyi, choo kipate taratibu za kitaalamu kiweze kujengwa kwa haraka. Hilo moja. Pili, hali ya uchafu tunatoa wiki moja. Sio huko nyuma tu, hata hapa tukija tusione makaratasi, tusione chupa, tusione chochote. Tunahitaji usafi soko zima hili, ndani na nje. Wakati Mheshimiwa Rais anasubiri kutafuta fedha kwa ajili ya kujenga soko jipya hapa, lakini usafi pia hajatufanyia yeye kweli? Huko ni kutokumtendea haki. Huko maana yake ni kutokutumiza wajibu wetu. Haiwezekani. Atakayeshindwa kutimiza wajibu wake ndani ya mkoa wa Tanga, Chama cha Mapinduzi kitamwajibisha kwa maslahi mapana ya wananchi ambao wametupa kura. Sisi wakati tunaomba kura tulikuja hapa kuwabembeleza hawa. Atakayeshindwa kuwajibika tutampeleka mamlaka husika inemteua. Tumwambie Mheshimiwa Rais huyu hatufai. Tumwambie Waziri Mkuu huyu hatufai. Tumwambie Mheshimiwa Makamu Rais huyu hatufai. Tuondolee, tafute mtu mwingine tuletee ambaye atakayeweza kudili na shida za wananchi. Nini mtafanya? Mnajua nini cha kufanya Mheshimiwa Meya. Habari sisi tukija hapa tuone kutupiana mpira, hatuhitaji tena. Mpira acha tupiane huko Pakome na. Ni hayo tu machache yaliyotufikia siku ya leo. Ulikuwa na Mipendo Gorton, nikutakia siku iliyokuwa njema na bye kwa sasa.